这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Siku ziliendelea kupita nikiwa kwenye kijiji cha siri cha mwana wa mwitu. Ingawa nilikuwa salama kwa muda, nilihisi kama nilikuwa mfungwa wa aina nyingine. Walikuwa wakinichunga kwa makini sana, na kila hatua yangu ilikuwa ikifuatiliwa. Mwana wa mwitu alikuwa karibu nami kila wakati, kunitunza, kuniuliza maswali kuhusu maisha ya nje, na hasa familia yangu iliyokuwa Afrika. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga, nilianza kugundua kuwa jicho lake lilikuwa zaidi ya la huruma. Lilikuwa na hamu. Usiku mmoja, akiwa ameniletea chakula, alikaa karibu nami. "Unajua," alianza kusema kwa sauti ya chini, "njia pekee ya kukuvusha kutoka kwenye kifungo hiki cha msitu ni kupitia mimi." Nilimtazama, sikuelewa. "Unamaanisha nini?" Alichukua mkono wangu polepole. "Msitu haukuachilii mtu bure. Lakini mimi nina nguvu ya kukuvusha mipaka yake. Lakini hilo linahitaji kiapo maalum cha damu na mwili. Ukikubali kuungana nami, si kiroho tu, bali kimwili, nitaweza kufungua lango la kale linalovuka si tu msitu, bali bara zima. Utarudi kwa familia yako." Nilihisi huzuni na msukosuko mkubwa ndani yangu. Hakukuwa na kulazimishwa, lakini macho yake na hewa nzito ya kile kijiji vilinionyesha kuwa chaguo lilikuwa gumu. Hakuwa mtu mbaya, ila dhamira yake ilikuwa na kivuli cha kutaka zaidi ya urafiki. Nikakaa kimya. Nilikuwa na ndoto ya kurudi nyumbani, lakini ni kwa gharama ya nini? Mwana wa mwitu alinyamaza kwa muda. "Chukua usiku huu kufikiria. Kibibi yuko njiani na muda si mwingi. Ukikataa utabaki hapa milele. Ukikubali nitavunja minyororo yote." Siku iliyofuata ilianza na tetemeko. Msitu ulianza kupasuka, ishara kuwa kibibi amegundua maficho yao. Kulipopambazuka, kijiji cha mwana wa mwitu kilikuwa kimetulia, kimya sana, kana kwamba hata ndege walikuwa wamesahau kuimba. Nilikuwa nimeamka mapema, nikiwa nimelemewa na maamuzi ya usiku uliopita. Ndani yangu, vita kali ilikuwapo, kati ya heshima yangu na hamu ya kuishi, kati ya uhuru na unyonge. Mwana wa mwitu alikuja bila hodi, akiwa amevaa mavazi meusi ya vita. Alionekana mwenye huzuni, lakini macho yake yalionyesha msimamo. "Je, umeamua?" aliuliza. Nilimtazama kwa muda mrefu, nikasema kwa sauti ya kugugumiza, "Siwezi kulazimishwa kufanya kitu kwa jina la ukombozi. Ikiwa kweli unataka kuniokoa, nifanye kwa heshima, si kwa masharti ya mapenzi ya lazima." Alinyamaza. Akatabasamu kwa uchungu. "Nilihitaji kujua kama una nguvu ya kusimama na kusema hapana. Kwa hilo, umevuka majaribu ya msitu." Macho yangu yalipanuka. "Unamaanisha nini?" "Msitu hauhitaji miili, unahitaji mioyo thabiti," alisema, akinyanyua mkono wake juu. Ghafla, kutoka ardhini, mlango wa mwanga ulifunguka. Lango la kale lililofungwa kwa miaka mingi. "Wachache hujaribu kunifurahisha ili waokoke. Wewe hukufanya hivyo. Na sasa utarejea nyumbani." Lakini kabla sijasogea, tetemeko kubwa lililipuka, na kutoka giza la msitu alijitokeza kibibi mwenyewe, macho yakiwa mekundu kama damu, mwili wake ukiwa umevaa mavazi ya ngozi ya wanyama waliokwisha potea. "Sidhani kama ataondoka rahisi hivyo," alinguruma. "Mimi ndiye mama wa msitu huu. Damu yangu imo kwenye kila mti, kila majani. Hamwezi kumtoa bila kupitia kwangu." Mwana wa mwitu alisimama mbele yangu, akinyosha mikono yake, akijiandaa kwa vita ya mwisho. "Sasa chaguo si lako tu," aliniambia.
Utapigana kwa ajili ya uhuru wako au utamwachia kila kitu? Nikapumua kwa kina. Kifo au uhuru, zote ni hatima. Lakini sasa nilikuwa nimejifunza, si kila msaada huja kwa gharama ya mwili, na si kila giza ni la kudumu. Nikasema, najipigania mwenyewe. Na hapo vita ya mwisho ikaanza. Mwanga dhidi ya giza, ukweli dhidi ya hila. Na mwanga wa kwanza wa asubuhi ulikuwa ushahidi kwamba mabadiliko yameanza. Kibibi aliposimama mbele yetu, ardhi ilitetemeka. Anga liligeuka kuwa jekundu, na upepo ulianza kupuliza kwa nguvu ya ajabu, kana kwamba msitu mzima ulilia kwa huzuni na hofu. Miti ilianza kuinama kama ikiomba msamaha, lakini Kibibi hakuwa na huruma. Nadhani mnaweza kuniondoa? Mimi ni wa milele. Nilikuwepo kabla ya damu yenu, kabla ya dunia kuwa dunia. Alinguruma kwa sauti ya kupasua anga. Mwana wa mwitu alinisukuma nyuma yake, akinyosha mikono yake kuelekea Kibibi. Mikononi mwake alitoa silaha ya ajabu. Fimbo iliyotengenezwa kwa mzizi wa mti wa kale, iliyong'aa kwa mwanga wa kijani kibichi. Leo historia inabadilika, alijibu kwa utulivu. Leo mwanga unazungumza. Kibibi aliruka kwa kasi kama radi, mikono yake ikiwa na kucha ndefu kama visu. Nilijitahidi kuepuka mashambulizi yake, nikikimbia upande mmoja huku mwana wa mwitu akimkabili ana kwa ana. Mapigano yao yalikuwa ya nguvu isiyo ya kawaida. Radi ilipiga kila walipogongana, na moshi ukafunika eneo lote. Nilaya nafasa. Niliona kioo cha damu cha Kibibi kilichoanguka pembeni, chanzo cha nguvu zake. Nikakimbilia nacho, nikakishika, nikakisambaratisha kwa jiwe kubwa. Hapana! Kibibi alipiga kelele ya kuuma roho. Nguvu zake zikaanza kumponyoka kama moshi. Uso wake ulianza kuzeeka kwa kasi, ngozi yake ikikunjamana, macho yakififia. Mwana wa mwitu alinyosha fimbo yake juu, akaichoma ardhini. Nuru kali ilitoka ardhini hadi angani, ikimeza mwili wa Kibibi. Kwa kishindo cha mwisho, Kibibi alipasuka kuwa vumbi la giza, likatawanyika juu ya miti, likitoweka kabisa. Kimya kilitanda. Msitu ulitulia. Jua likachomoza kwa mara ya kwanza kwa mwangaza mkali, na hewa ikawa nyepesi. Ulikuwa mwisho wa enzi ya giza. Mwana wa mwitu aligeuka kuniangalia, uso wake umejaa majeraha, lakini macho yake yanang'aa kwa ushindi. Tumemaliza, alisema kwa sauti ya chini. Umevunja laana ambayo imeishi kwa karne. Sasa lango la kutoka lipo wazi. Nilijikuta nikilia, si kwa huzuni, bali kwa mshangao, msamaha na matumaini. Hatimaye ningeweza kurudi nyumbani. Ningeweza kumkumbatia mama yangu, baba na ndugu zangu. Ningeweza kuwa huru. Lakini moyoni nilijua sehemu ya msitu huu itabaki ndani yangu milele.